Yes, hello. Habari za asubuhi. Natumaini wote tuko salama na karibu katika Teams meeting yetu. Kama ilivyo kawaida yetu kufanya Teams meeting siku ya Jumamosi, tukiwa tunafanya hivi for educational purposes, kuwajuza wawekezaji, kuwajuza pia wateja wetu kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanaendelea sokoni na namna ambavyo tunaweza kujiposition ili kuweza kufahamu mambo yanayojiri sokoni, lakini pia ili tuweze kufanya uwekezaji ambao ni wenye tija na ambao uko informed. Siku ya leo kama ambavyo labda mmeona kwenye posters au kama ambavyo the title inaonekana kwenye the shared screen, leo tutakuwa tunaongelea kuhusu the falling coupon rates ambazo tumekuwa tukiziona kwenye hati fungani za serikali na namna ambavyo sisi kama wawekezaji tunaweza kuzinavigate na pia hali hiyo inasema nini kuhusu soko la hati fungani, lakini pia soko kiujumla na hata uchumi kiujumla. Na utakuwa na mimi siku ya leo Paul Ngwilimi, Research Officer Zan Securities, pamoja na my colleague Anastasia Dafi, Advisory Officer Zan Securities. Na kwa siku ya leo tutawapeleka kwenye mambo mbalimbali kama unaona hapa kwenye content. Kwanza tutaongelea a brief introduction kuhusu treasury bond coupons, kwa nini treasury bonds ni muhimu, labda kwa wale ambao hawafahamu treasury bonds ni nini on a basic level, lakini pia namna ambavyo mabadiliko ya treasury coupon rates yalivyokuwa hapo kabla, lakini pia namna ambavyo inavyoendelea sasa hivi. Tutaongelea pia the background ya system iliyopita kuhusu setting treasury coupon rates. Tutaona hapo mbele kwamba kipindi cha nyuma coupon rates za soko la hati fungani zilikuwa zinakuwa fixed kwa muda wa kipindi cha mwaka mmoja, na issuance calendar ambayo inatolewa na Central Bank yani BOT inakuwa inaonyesha kabisa kwamba bond hii itakuwa na coupon hii na itakuwa traded, itakuwa auctioned siku gani. Na sasa tutaongelea kwa nini hiyo system ya zamani ilikuwa ni system ambayo ilikuwa ina inefficiencies na kwa nini ilibidi ibadilishwe. Lakini pia tutaongelea kuhusu system ya sasa hivi ambayo ni system ya market determined coupons, ambapo kwamba coupon rate zinakuwa set kutokana na market conditions ambazo zipo kwenye soko. Tutaongelea kuhusu namna ambavyo masuala kama inflation nikisema inflation namaanisha mfumuko wa bei, masuala kama ukwasi katika soko, masuala pia ya secondary market conditions ambavyo yanapo affect generally kuset hizi coupon rates na kwa nini ilibidi waweke system ya namna hivyo. Pia tutaangalia case study ya hati fungani ya miaka 25 bond 686 ambayo ilikuwa auction wiki hii, na tutaangalia yani namna ambavyo the market ilivyo react to this auction na inatuambia nini kuhusu soko la hati fungani moving forward. Tutaongelea kuhusu demand ilivyokuwa na tunaongelea kiundani zaidi. Tutaangalia implications kwa both sides, implication kwa serikali kwa sababu serikali ndo na issue hizi bonds, lakini pia tutaangalia implications kwa wawekezaji, both institutional investors na retail investors wa kawaida. Lakini pia tutaongelea kuhusu outlook, tunaonaje soko itakavyoendelea moving forward katika miezi ijayo pamoja na minada ijayo ya hati fungani. Kwa hiyo kama nilivyosema, tutaanza na introduction. On a basic level, mtu labda akiuliza treasury bond ni nini? Treasury bond ni debt security ambayo serikali ina issue ili waweze kupata mkopo wa ndani, yani domestic financing, ambapo
wana issue a financial security, ambayo financial security inakuwa inatolewa kwa fixed interest payments, ambayo ndio hiyo coupon. Kwamba hiyo coupon labda ikiwa 15% au 13% au asilimia fulani, hizo coupon payments zina represent riba ambayo unakuwa unapokea kila mwaka up until mwisho au maturity ya hiyo bond. Kwa hiyo treasury bonds mara nyingi zinatupa overview kuhusu uchumi, lakini pia it is important kuiongelea kwa sababu kwanza ina large popularity because a lot of people view it as a safe investment. Ni generally risk free kwa ajili ya retail investors, lakini pia institutional investors kama mabenki, pension funds na insurance companies as well wana participate kwenye kununua au kuuza hizi bonds. Kwa hiyo government bonds zenyewe zina offer predictable returns. Kama nilivyosema kwamba coupon rate yenyewe inakuwa fixed na ina offer fixed interest payments kila mwaka up until the maturity ya hiyo security. Samahani, nilikuwa naomba tukiingia can we mute our mics? Yes, nilikuwa naomba to mute mic zetu. Yes, please. Asante. Okay. Kiendelea. Sasa lakini pia mwenendo wa soko la kifungani tunasa kifungani serikali inaonyesha kuhusu namna ambavyo inavyo reflect monetary conditions na hali ya uchumi in terms of ukwasi wa uchumi, lakini pia kiasi cha fedha ambacho kipo kwenye mzunguko kwenye uchumi wetu, lakini pia general market sentiment, namna ambavyo wawekezaji na watu kiujumla wanavyochukulia soko na uchumi. Kama nilivyosema kwamba hapo kabla kulikuwa kuna system ya BOT ambayo ilikuwa nafanya kuset fixed coupons kabla ya minada, kwamba kila mwaka fedha unapoanza BOT wanatoa kalenda ya issuance ya bonds zote ambazo watakuwa wanaziissue kwa huo mwaka wa fedha, kwa the whole fiscal year. Kama ambavyo tuliona mwanzo wa mwaka wa fedha 2025-2026 BOT walitoa issuance calendar ambayo ilionyesha auctions zote pamoja na reopening ambazo zitakuwa zinafanyika katika huu mwaka wa fedha. Kwa hiyo ilikuwa system ambayo ikiendelea kuanzia kipindi cha nyuma, lakini the big difference is kabla ya December 2024 hizi issuance calendar, samahani tena nilikuwa naomba to mute mic zetu ili tuweze kusikilizana. Yes, please. Asante, okay. Nilikuwa nasema kwamba hapo kabla BOT wakitoa issuance calendar wanatoa pia the coupon rate ambayo kila bond itakuwa inayo kwa kila mnada. Kwa hiyo issuance calendar ya namna hivyo ilikuwa inatoa predictability. Unajua kabisa kwamba okay, labda siku ya tarehe 25 mwezi wa 9 kutakuwa kuna mnada wa bond ya miaka 25 ambayo ina rate fulani na itakuwa siku fulani na hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna hali fulani ya predictability ambayo ipo kwenye soko kipindi wakati bado wanafanya fixed coupon setting kwenye issuance calendar. Lakini sasa kipindi cha baada ya December 2024 kuingia January 2025 BOT walitoa tamko au mabadiliko ambayo walisema kwamba kwa sasa watakuwa wana set coupon rates kutokana na market conditions ambazo zipo kwenye soko katika huo muda, yani market determined coupons, na wameset hivyo ili kuweza kutoa coupon rates ambazo zina reflect hali ya soko kwa huo muda, ili pia waweze kuwa na flexibility
ya borrowing costs, kwa sababu kama nilivyosema kwamba hizi bonds ambazo serikali wana issue kupitia BOT zina reflect domestic debt, yani mkopo wa ndani ambao serikali inachukua kutoka kwa the citizens ambao wananunua hizi bonds. Kwa hiyo wakiwa na flexibility ya setting these coupon rates, inakuwa inawapa pia flexibility na wao pia kuweza to set a more favorable borrowing cost for their debt, lakini pia na mambo mengine ambayo tutaendelea kuongelea hapo mbele. Kwa hiyo hii system kwanza tuongelee kuhusu system ya zamani ilivyokuwa. Kama nilivyosema kwamba kulikuwa kuna a high level of predictability, ambapo wawekezaji wote na issuers pia wanakuwa wanajua beforehand kwamba bond fulani itakuwa auction siku fulani na itakuwa katika coupon rate fulani. Hiyo ilikuwa inawapa predictability, lakini kwa sasa hizo coupon rates zinakuwa revealed wiki kabla ya mnada, kwamba wiki kabla ya mnada kuna BOT wameshafanya analysis zao, wameset a certain coupon, alafu wakitoa tamko la mnada, hiyo coupon rate ndio inakuwa revealed katika hiyo siku. Kwa hiyo wawekezaji hawatakuwa wanajua coupon rates maybe 10 months prior or a few months prior, watakuwa wanajua at least a week kabla. Na sasa kwa nini hizi fixed coupon rate system ilikuwa introduce inefficiencies? Kwa sababu hizi fixed coupon rates zilikuwa ziko misaligned na market conditions ambazo zipo katika huo muda. Kama nilivyosema kwamba borrowing costs au coupon rate inabidi ziendane na several macroeconomic conditions ambazo zinaendelea kwenye soko. Kwa mfano nikisema inflation, kukiwa kuna mfumuko wa bei ambao uko stable, coupon rates zikiwa juu sana, inamaanisha unawapa wawekezaji a certain amount of premium, alafu it doesn't, yani haipo justified kutoa that level of premium wakati inflation ipo stable au ipo kwa kiwango cha chini. Mara nyingi investors wanakuwa na demand a premium in terms of coupon rates, lakini a premium in terms of yield pale ambapo tunaona kwamba mfumuko wa bei uko unstable, na huo mfumuko wa bei unaweza uka deteriorate purchasing power ya pesa ambayo utakuwa unaipata kipindi cha maturity. Kwa hiyo nikisema hivyo kwamba kwa mfano mfumuko wa bei labda ise ungekuwa above the target ya BOT, labda let's say 10%. Kwa hiyo 10% ya mfumuko wa bei ina signal kwa investors kwamba mimi nikinunua bond ya miaka 25 inamaanisha kwamba nime lock away fedha zangu kwenye bond hii kwa kipindi cha miaka 25. Na sasa inflation ikiwa unstable, kipindi baada ya miaka 25, return zangu zitakuwa ndogo kwa sababu zitakuwa zimepigwa na mfumuko wa bei ambao uko kiwango cha juu. Kwa hiyo utakuwa umepata hela yako kama ilivyo, lakini what happens is the purchasing power au thamani ya pesa itakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa sana kukiwa kuna mfumuko wa bei mkubwa. Lakini sasa kwa sababu mfumuko wa bei as of the past 12 months to 18 months, mfumuko wa bei imekuwa uko stable, ambao it's within the BOT target ambao ni 3% to 5%. Kama tulivyoona headline inflation ya mwezi wa 8 ilikuwa somewhere around 3.4%. Kwa hiyo ndio imekuwa by at least 0.1% toka mwezi uliopita ambao ni July, lakini bado iko within a stable target ambayo BOT wana aim. Inabidi kujua kwamba central bank function kubwa kuliko zingine ni kumanage monetary conditions pamoja na inflation. Kwa hiyo inflation ikiwa within the standards, hiyo pia ina reflect namna ambavyo wawekezaji wanavyochukulia treasury bonds, lakini pia sehemu zingine za uwekezaji. Lakini pia hizi
hizi fixed coupons zamani zilikuwa reflect demand ambayo iko sokoni. Utakuta demand katika soko ni kubwa sana, watu wana bid aggressively, prices zinaenda juu, lakini utakuta coupon rate inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo serikali inakuwa inapata a detriment ya kupata mikopo au ya kupata loans at a very high rate au at a very high price, wakati the demand ya soko ni kubwa. Ndio inaweza ikawa inawafaidisha wawekezaji in one way or another, lakini high borrowing costs inaweza ikawa detrimental, kwa sababu deni la serikali likiwa inakuwa pamoja pia na deni la nje, inaweza ikaletea some sort of imbalances. Lakini pia tukiangalia liquidity pia ni jambo la muhimu, yani ukwasi katika uchumi. Tukiongelea ukwasi tunaongelea nyanja kuu tatu. Kuna ukwasi ambao unakuwa measured na pesa zote ambazo zipo katika uchumi, na hii hapo inakuwa easily tracked kwa sababu BOT wanakuwa wana license ya kuprint pesa. Kwa hiyo wao ndo wanakuwa wanajua okay, pesa ambazo zipo zina circulate katika uchumi ni pesa za kiasi gani. Yani hapo penyewe ukijishika mfukoni, kama una 10,000, una 5,000, una 1,000,000 or whatever, hiyo pesa ukijumlisha na pesa zingine zote inaonyesha a certain classification ya ukwasi ambao upo kwenye uchumi, ambao wachumi wanaita M1. Lakini pia kuna classification nyingine ya ukwasi ambayo inaongelea pesa zote ambazo zipo kwenye uchumi in terms of cash, pamoja na timed deposits ambazo watu wanaweka deposits in bank, ambazo watu wanaweka deposits kwenye benki kwa muda fulani. Kwa hiyo pesa zote ambazo zipo kwa uchumi in terms of cash, pamoja na cash equivalents, pamoja na time deposits, hiyo pia inaonyesha a certain amount of liquidity ambayo ipo kwenye soko. Na ukiangalia both of these metrics of liquidity zimekuwa kwa kiasi kikubwa sana kwa kipindi cha mwaka mmoja, na hata kwa kipindi cha robo moja. Kwa in terms of M2 imekuwa kwa 9% just in one quarter. Hapa nikiongelea kutokea March mpaka July imekuwa by 9%. Mkiongelea kwenye M3 tumepata a growth of over 20% in just a year, or 8% in just a quarter. Kwa hiyo hii hapa inaonyesha kwamba kuna ukwasi mkubwa sana ambao unaendelea katika soko, ambayo pia ina facilitate watu kuwa na demand kuingia kwenye soko la hati fungani. Kwa hiyo ina justify kushusha coupons ili waweze kuregulate borrowing costs. Sasa kama nilivyosema kwamba sasa hivi kuna hapa tumeita the new normal, kwamba coupon rates sasa hivi zinakuwa market determined, kwamba BOT wanaangalia hali ya soko, alafu wao ndo wanaweza kuset coupons au coupon rates kutokana na hali ya soko katika hiko kipindi. Kwa hiyo ukiwa kuna misalignment between market conditions na coupon rates, kama nilivyosema, kuna certain inefficiencies, yields zinakuwa mismatch kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana utakuta labda coupon ni kubwa alafu yield ni ndogo, kwa sababu utakuta umeset coupon kubwa alafu demand ni kubwa. Kwa hiyo ina drive the price up alafu yield inaanza kushuka. Kwa hiyo kuna hiyo inefficiency pamoja na inefficiencies zingine ambazo zinapelekewa na coupon rate kutokuwa aligned na hali ya soko kwa hiyo kipindi. Kwa hiyo BOT kuset this new rule is ni kufacilitate efficiency in borrowing costs, lakini pia pamoja na the treasury bond market kiujumla. Sasa ukiangalia hapa tutaongelea kuhusu key developments kwenye the bond market. Ukiangalia hapo April 2021 ndo the 25 year
the 25-year treasury bond ilikuwa introduced kwa mara ya kwanza, na hii ilikuwa ni kwa ajili ya ku lengthen maturity structure government securities. Kama tunavyojua, ukiwa kuna treasury bonds ambazo zina a lengthy maturity, ina facilitate au inasaidia kwanza inasaidia watu inaongeza nyanja za uwekezaji, lakini pia ina facilitate institutions ambao wananunua securities au hizi bonds ili waweze kumatch na maturities za holdings zao zingine. Ndio maana ukiangalia a lot of pension funds, a lot of insurance companies wanapendelea sana kuparticipate kwenye the 25-year bond au the 20-year bond ili waweze ku match the obligations ambazo wanazo na pamoja na the treasury bond ambazo wanazinunua. November 2021 kulikuwa kuna the reopening of treasury bonds, kwamba treasury bonds sasa hivi zinaweza zika reopened pamoja na the same characteristics of the bond ambayo imepita. Kwa hiyo 2021 alikuwa ameweka kwamba kama kulikuwa kuna bond ambayo ilikuwa tayari imekuwa auction kipindi fulani, wanaweza wakai reopen tena at the same rate, at the same borrowing targets, ili pia waweze ku defragment the bond market, lakini pia kuna nafasi zaidi kwenye secondary market as well. 2022 kulikuwa kuna downward revision ya treasury bond coupon rates, na hii hapa ili kuwajuza tu kwamba this is not the first time BOT wamefanya revision kwenye namna ambavyo wanavyo set treasury bond coupon, except kwamba sasa hivi hizi treasury bond coupons zinakuwa more determined by the market, lakini hapo kabla walikuwa wamezishusha ili ku reflect market conditions ambazo zilikuwa zinaendelea katika hiko kipindi. Kipindi cha 2022 inflation was just moving towards stability, lakini pia demand ilikuwa na pick up in the secondary market, kwa hiyo it is justified kushusha rates kufikia 12.56%. Alafu baadaye in January 2025 ndo kama nilivyosema the introduction of the market determined coupon rates. Sasa tukiangalia tutaenda kuangalia kiufupi namna ambavyo the bond ambayo imekuwa issued hii wiki ya miaka 25 at the rate ya 13.75, na namna ambavyo market walivyo react to that bond, namna ambavyo inavyo reflect kuhusu soko na what it tells us about the market moving forward. Kwanza kabisa this auction ilikuja kwa surprise kwa sisi wote, kwa sababu ukiangalia the issuance calendar, tarehe 24 mwezi wa 9 ilikuwa set kwa ajili ya reopening ya bond ambayo ilikuwa auction tarehe 6 mwezi wa 8, ambayo ilikuwa ile 25-year bond ya 15%. Lakini kama nilivyosema a week prior wakatoa announcement kwamba this treasury bond auction hii ambayo imekuwa imepita just this week itakuwa a new issuance. Na kwa nini unaweza ukasema wamekuwa wamefanya hivyo? Ukiangalia kama nilivyosema sasa hivi kuna influx kubwa sana ya watu ambao wanahitaji treasury bonds. Kwa hiyo treasury bond participation au treasury bond buying imekuwa ikiongezeka kwa kiasi kikubwa, na hapa inakuwa reflected by oversubscription ya kiwango kikubwa sana kwenye treasury bonds za muda mrefu. Tukiona 25-year bond ya tarehe 6 mwezi wa 8 ilikuwa oversubscribed by zaidi ya 400%. Amount offered ilikuwa bilioni 200, lakini soko likatoa zaidi ya trilioni 1.2. Kwa hiyo hapa inaonyesha a very high demand ambayo watu wanaweza wakaichukua even with the falling yields. Kwa hiyo BOT just saw the trade-off kwamba kwa nini ni issue the same bond at 15%, alafu the yield was fairly around 14.2%, lakini
why should I reissue that bond wakati I can just issue a totally new bond at a totally new rate and people will still take that because demand ni kubwa. Kwa hiyo kama tulivyoona kwamba this coupon rate ambayo imekuwa announced ilikuwa lower by 125 basis points, lower than the coupon rate ambayo ilikuwa imepita kwenye bond auction iliyopita tarehe 6 mwezi wa 8 ambayo ilikuwa 15%, sasa hivi ni 13.75%. Lakini mara kwanza tulivyoona hivi tuli anticipate kwamba soko haitoiona hii bond kwa favorable kwa ajili ya uwekezaji kwa sababu a 25-year bond at 13.75%, logic it wouldn't sound feasible wewe ku lock away your funds for 25 years for a lower rate wakati unaweza ukapata a better deal in the secondary market, or even you can get a better yield, a better deal kwenye bonds za namna zingine. Unaona, lakini kilichotokea ni the complete opposite. Tumeona matokeo kwamba zaidi ya bilioni 900, 979 billion to be exact, zilikuwa offered na soko against bilioni 264 ambayo BOT walikuwa wanataka ku raise. Na kama kawaida BOT wamechukua kile kiasi ambacho walikuwa wanataka kukiraise, alafu hizi zingine zote ambazo zimebaki zilikuwa unsuccessful. Sasa what does this tell about the market? Cha kwanza kabisa it tells us kwamba kuna a very high liquidity ambayo inaendelea katika soko. Ukwasi umekuwa mkubwa sana katika soko. Money is circulating within institutions, lakini pia inaonyesha kwamba regardless of falling coupons, the demand bado ina reflect kwamba ni kubwa sana. These treasury bonds za muda mrefu bado zinaonekana kuwa favorable investments, even when treasury bonds are falling, even when treasury coupons are falling, even when yields are falling. Kwa hiyo sasa you could ask yourself, why is the demand still rising? Yani unaona falling yields, coupons zinapungua, lakini the demand is still extremely high. Okay, let me just explain this in a bit. Kwamba tumeona this is the trend of treasury coupons pamoja na yields za bond ya miaka 15 kuanzia 2022. Hapa tunaona kwamba as soon as the coupon rate za 12.56 zilivyokuwa introduced pale late 2022, kulikuwa kuna a larger spread kati ya yields na coupon rate. Yields ilikuwa kubwa kuliko coupon rates, na hapa ilikuwa ni kwa sababu hizi treasury bonds zilikuwa haziwi subscribed kwa sana compared to right now. Kwa hiyo a lot of these bonds zilikuwa zinakuwa issued at a discount. Kwa hiyo yield zake zilikuwa ni kubwa. Sasa baada ya kuona hivyo treasury bonds kuwa attractive, serikali ikapandisha the coupon rate, ikarudisha to 15.95, lakini pia still most of these bonds ambazo zilikuwa issued at 15.95 kwa hiki kipindi zilikuwa issued at a discount. Kwa hiyo ina reflect kwamba demand ilikuwa haija pick up sana katika hiki kipindi. Sasa baada ya hapo kuanzia somewhere around late 2024, kuanzia pale the past 12 months naweza kusema kwamba kumekuwa kuna a sudden growth of demand, na hapa ni kwa sababu tuliona kwamba kama nilivyosema mfumuko wa bei ulikuwa announced kuwa very stable. Rate cuts okay, sio rate cuts, ni interest rates. The interest rate ambayo BOT walitangaza ilikuwa ina signal kwamba there is a chance for excess liquidity in the market, lakini pia kuweza kupunguza borrowing cost kwa mabenki. Kwa hiyo
demand ikaanza kupick up kwa kiasi kikubwa sana, especially kutoka kwa institutional investors, na tunaona hii falling trend ya yields mpaka kufikia siku ya tarehe 24 mwezi wa 9, ambapo tuliona the coupon rate ilikuwa 13.75 lakini the yield was 13.19. Kwa hiyo hii yote it is a testament of the prevailing market conditions, lakini pia the premium pricing ya treasury bonds kwenye minada, kwamba institutional investors wanaingia kwenye minada, especially in the competitive bids, wana bid aggressively kwa sababu they want to own these bonds. Kwa hiyo prices zinakuwa driven up kwa kiasi kubwa sana. Unaona, the last time we saw treasury bond auction ambayo bond imekuwa issued at a discount was it was around this time in early 2024 and late 2023, lakini kwa sasa hivi a lot of bonds zinakuwa issued at a premium kwa sababu kuna very high demand na aggressive bidding ambayo inafanyika na institutions lakini pamoja na retail investors. Hapa nimeelezea tu in terms of contextualizing demand, hii demand inaonekanaje. Kama tulivyosema kwamba the first 25-year bond ambayo ilikuwa imekuwa issued katika huu mwaka wa fedha siku ya tarehe 6 mwezi wa 8 ilikuwa na amount tendered zaidi ya trillion 1.2, ambayo hii hapa ilikuwa ni record, yani soko haijawahi kutoa kiasi kikubwa hivi cha fedha for 25-year bonds, kuanzia 25-year bonds zianze kuwa issued. Kwa hiyo hii hapa yani this pamoja na the ongoing trend kama tunavyoona hapa, another oversubscription ya over 370% ya 979.9 billion inaonyesha kwamba kuna very high demand kwenye market. Sorry, nilikuwa naomba to mute mics. Yes please. Yeah. Sasa namna ambavyo BOT wanavyo curb au wanavyo control this demand ni kwa kutumia a pro rata allotment, ambayo guidelines za BOT za 2022 zinasema kwamba bids zikiwa kwamba kama bids zote zimekuwa settled as per the minimum price, alafu tunafika kwenye the minimum price bado kuna bids nyingi na za fedha nyingi, alafu kiasi ambacho kinakuwa raised kimebaki kidogo, BOT wanaweza wakafanya a pro rata allotment, ambapo pro rata allotment ni kwamba wanakuwa wana accept hizo bids proportionally. Sasa the pro rata allotment ratio ni under the discretion ya BOT. Kama tulivyoona kwenye the auction ya juzi hapa wamefanya allotment ya 16.6%, kwamba for every 100 million ambayo ilikuwa imekuwa bid, some investors ended up walking away with just 16.6 billion. Kwa hiyo kwa mtu ambaye alikuwa amebid 10 billion shillings, you walk away with just 1.6 billion shillings. Hii hapa ni ku limit the high demand ambayo inaingia kwenye the treasury auctions, ili pia wao waweze kuchukua just the amount ambayo walikuwa wanataka ku raise, na pia to make these investors ambao walikuwa wamewekeza within the minimum accepted price waweze pia kupata the treasury bond. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba the demand ambayo ipo kwenye soko ni it's real and the scarcity is real. Kwa hiyo prices zinakuwa pushed up, lakini ndo maana tunaona the trend of falling yields. Hapa kwenye hii graph tunaona the trend of oversubscription ambayo imekuwa ikitokea kuanzia 2024. Hapa nimechukua the last 18 months. Tukiangalia amount offered versus amount tendered, kuna a very huge amount of spread ambayo imekuwa ikipick up kuanzia mid 2025, ambapo tunaona kwamba
hapa the amount offered, the amount ambayo BOT ilitaka ku raise is 234 billion, lakini amount tendered by soko ilikuwa over 794 billion mpaka kufikia the record amount tendered ambayo tuliona tarehe 6 mwezi wa 8, amount tendered kufikia 1.2 trillion, wakati the BOT walikuwa wameoffer ku raise just 264 billion. Kwa hiyo the spread between amount offered na amount tendered bado inaendelea kuwa kubwa, na hii hapa ina reflect kwamba the market or institutions bado wanaona hizi treasury bonds kuwa a safe haven asset. Kama nilivyosema, treasury bonds are perceived to be more or less risk free. Kwa hiyo regardless of falling yields or falling coupon rates, bado it is still holding a treasury bond still looks attractive. Lakini pia lakini pia tunaona kwamba institutions au institutions kama mabenki au pension funds bado wanaona hizi treasury bonds kuwa attractive. Kwa hiyo sorry, I don't know, kuna technical difficulties. Mtu aliingia katika kushare screen. Yes. Okay, let's continue. Institutions bado wanaziona hizi treasury bonds kuwa very much attractive. Kama kwenye huu mnada uliopita, the average amount offered per bid ilikuwa somewhere around 2.9 billion. Kwa hiyo tunaona kwamba watu walio participate kwenye hii treasury bond auction ambayo iliyopita walikuwa ni watu ambao wana financial muscles, na most of them were institutions. Kwa hiyo institutions bado wanaona kwamba the prevailing market conditions ambazo zipo zina favor kuwa na treasury bonds, regardless of if the treasury coupons are falling or yields are falling. Lakini pia ukiangalia there are limited alternatives kwenye soko which offer a similar risk adjusted return ambazo bonds wanaziofa. Treasury bonds offer a fixed interest payments ambazo unazipata yearly. Kwa hiyo unakuwa unajua kabisa kwamba kiasi changu cha liquidity nikiwa na hold hii bond na kwaje, unakuwa unajua kabisa kwamba unaweza uka predict, lakini pia unaweza ukaona okay, the market conditions zinasemaje sasa hivi. Kutokana na falling yields secondary market, hii bond naweza nikauza kwa bei ya juu. Kwa hiyo alternatives ambazo zina offer a risk return trade off kama ambavyo treasury bonds zinazo offer ni chache. Kwa hiyo these treasury bonds still look attractive for the average investor na hata institutional investors. Kwa hiyo tunaenda kuangalia implications au effects ambazo this particular situation ya falling yields na falling coupons inavyo affect kwanza serikali, lakini pia inavyo affect investors wa kawaida. Tunaona kwamba right now kuna flexibility kubwa sana katika ku set na ku adjust coupon rates. Kwa hiyo serikali wanaweza wakapata domestic financing at a cheaper cost ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambapo coupon rates zilikuwa zinakuwa fixed kwa muda mrefu. Yani nikisema muda mrefu namaanisha kwa the entire fiscal year. Kwa hiyo utakuta the prevailing market conditions katika kipindi haziwi aligned na coupon rate ambayo ipo. Kwa hiyo serikali wanakuwa wanachukua mikopo kwa bei ya juu au kwa cost ya juu, alafu hamna kitu ambacho kina justify that expensive borrowing cost ambao wanakuwa wanaichukua. Lakini pia kama nilivyosema, aligned coupon rate settings, sasa hivi coupon rates zinakuwa more aligned with the market conditions. Lakini pia kama nilivyosema, again, flexibility. BOT now has a much greater flexibility katika kuset coupons, and they are not bound by issuance calendar.
moving forward tukiangalia implications kwa investors, tunaona the risk return trade-off bado the risk return trade-off still remains much attractive in treasury bonds. Kama nilivyoelezea, there are much limited alternatives ambazo zina offer a better risk return trade-off rather than treasury bonds. Pamoja na yields kushuka, pamoja na treasury bond coupons kuwa more or less unpredictable, tunaona kwamba treasury bonds bado zinaendelea kuwa attractive kwa sababu in terms of safety, in terms of risk free, lakini pia in terms of liquidity. Hizo kwamba unakuwa unajua kabisa kwamba mimi tarehe fulani, siku fulani nakuwa napokea a certain amount of money kutokana na hizo interest payments ya bond. Lakini pia implication nyingine ambayo investors face ni premium pricing. Kama nilivyosema, demand ni kubwa sana. Watu wanaoingia kwenye soko kwenye kubid competitively wana drive price juu kwa sababu hawataki kukosa. Yani mtu hawezi sasa hivi akaingia kwenye soko na kubid competitively akaweka labda bei ya kawaida, let's say 100 au 98 au 90 ngapi, wakati anajua kabisa kwamba the trend ambayo imekuwa ikitokea, labda ukiangalia the results za treasury auctions zilizopita, unaona kabisa kwamba bids zinaenda up to 110, 108, 109 kama tulivyoona kwenye the past hizi auctions za 25 years. Unaona mtu ana bid up to 108, 109, 112 even. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna a period of premium pricing ambayo tunaendelea kuiona kwenye minada, lakini pia hata kwenye secondary market. Lakini pia moving forward tutaenda kuelezea kiufupi outlook yetu kwamba what do we expect moving forward mpaka let's say December 2025 katika hii minada ambayo inaendelea. Ukiangalia sasa hivi yield za hizi long dated bonds, yani miaka 20, miaka 25, zinaanza kuelekea somewhere around 13.1%, 13.3%. Kama kwenye treasury bond iliyopita, the weighted average yield ambayo ilikuwa inatolewa ni 13.1%. Na hii trend tuna expect ikiwa itaendelea kama oversubscription trend ikiendelea, demand ikiendelea kuwa kubwa kwa kiasi hiki, yields itaendelea kucheza katika hizo percentage or even lower. Na ukiangalia the spread between coupon rates na yields bado iko ndogo compared to its historical average. Kwa hiyo tunaona kwamba bado kuna a larger room kwa ajili ya kucompress hii spread moving forward. Lakini tuna caution kwamba hii trend inaweza ikabadilika kama hali ya soko ikibadilika, kama inflation expectations ikishift, kama tulivyoona as of July, tunaona kwamba headline inflation imekuwa very much stable. Lakini tukiangalia kwenye non-core inflation ambayo ina include chakula, lakini pamoja na energy components. Ikisema energy components, naongelea umeme, naongelea bei za mafuta na other energy components, imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kuna mfumuko wa bei ambayo ni much larger in the non-core inflation compared to the core inflation. Na hizi components za energy na food zina hold 25% in terms of weight katika calculate mfumuko wa bei kiujumla. Kwa hiyo hizi inflation expectations ikishift, headline inflation labda ikawa much volatile, core inflation ikapanda, we expect kwamba hii trend itabadilika, because kama nilivyosema, investors wata request a much larger premium in terms of coupon, lakini pia in terms of yield pale ambapo inflation ikiongezeka. Lakini pia labda rates zikipanda, tunaona kwamba sasa hivi rates zimeshushwa. Kwa hiyo mabenki wanaweza kukopeshana at a very low or stable rate, ambayo ina signal kwamba
hata mzunguko wa fedha au ukwasi katika banking system ni mkubwa, lakini this particular situation ikishift also inaweza ikapelekea a shift in terms of namna ambavyo treasury bonds zinavyokuwa auction na zinavyokuwa traded. Sasa yani this entire cycle inaweza ikapelekea the question kwamba how long can this cycle continue before yields become too low for investors and they start seeking other alternatives, kwamba yani yields zitafika chini kwa kiasi gani ambacho inaweza kapelekea wawekezaji kuona kwamba treasury bonds are no longer attractive for us. Sasa we tried to tackle this question kwa kutumia the spread ambayo tuna calculate kwa the difference kati ya yield ya miaka 25 na yield ya the benchmark interest rate, the benchmark yield ambayo ni yield ya miaka 10. Historically tunaona kwamba the risk premium ambayo wawekezaji wanakuwa request compared to the benchmark ya miaka 10 ni somewhere around 3.69%. Kwa hiyo yield ya bond ya miaka 25, kwa sababu kuna some risk ambazo zinaingia hapo katikati ukilock away your funds for a very long time. Kuna interest rate risk, interest rates ikipanda zikishuka, liquidity ikipanda ikishuka, kuna inflation as well. Kwa hiyo kutokana na these risks kuna a certain amount of premium ambayo on an historical average imekuwa around 3.69%. Lakini tukiangalia hii spread yetu for the first time since 2022 tunaona kwamba the spread is negative. Hii negative spread inaonyesha nini? Kwamba right now the yields ya 25-year bond ni ndogo kuliko yield ya the benchmark risk free rate ambayo ni bond ya miaka 10. Kwa hiyo inaonyesha kwamba investors wako willing to accept lesser yields compared to holding shorter term bonds kama miaka 10. Miaka 10 is a much shorter term compared to miaka 25. Kwa hiyo investors wako willing to accept lower yields katika bond ya miaka 25 ambayo inabeba much risk compared to bond ya miaka 10. Right now there are favorable market conditions ambayo inaweza ikasupport this sentiment moving forward, lakini tuna suspect or tuna predict kwamba hii spread ikikuwa kwa kiasi kikubwa ika exceed the historical average ya 3.69%, kwamba the spread ikawa maybe more than 4%, kwamba yield ya miaka 25 ikawa let's say 10%, 9%. Investors sasa wataanza kutafuta other alternatives za kuwekeza other than the 25-year bond. Kwa hiyo this is just our speculation ili kuweza kujibu the underlying question ya kwamba okay, hizi yields zitashuka mpaka wapi ambapo tutaona okay, this is something ambayo it is concerning na inabidi tuiangalie kwa jicho lingine. Kwa hiyo this is generally the outlook of what we think. The demand moving forward itaendelea kukua. Kwa hiyo we expect kwamba hata hizi bond ambazo unaziona kwenye issuance calendar zikawa treated in different ways. The next treasury bond auction tunaona kwamba ni just a few weeks from now. Kwa hiyo we don't expect kwamba hiyo treasury bond auction itafanyika kulingana na issuance calendar inavyosema. BOT wanaweza akaamua kuset a totally different bond au wanaweza akaamua kupunguza the coupon rate differently from tulipozoea. Kwa hiyo all of this is something ambayo inabidi to take into account moving forward mpaka mwezi wa 12. Kwa hiyo sasa hapo tumefikia mwisho wa presentation yetu kwa siku ya leo, na kwa hizi dakika 10 baki tutapokea maswali. Yes, tutapokea maswali mbalimbali. Kwa hiyo karibu, kama una swali unaweza ukanyoosha mkono na we will attend you as quickly as we can.
Yes, Saidi karibu. Asante. Nashukuru sana. Sijui kama nasikika vizuri? Yes, unasikika. Asante. Nashukuru sana kwa presentation. Presentation iko vizuri na tunaona kweli kama ulivyosema trend inavyoenda, coupon rates zinazidi kushuka na nini, ni ngumu. Labda niulizie kwa mteja mpya ambaye hajawahi kabisa kuwekeza kwenye bond na hana experience yoyote ya bond, unamshauri ni bondi ya miaka mingapi ambayo anaweza akaanzia? Hilo swala la kwanza. Swala la pili, kuendelea na hiyo trend kama ulivyoonyesha kuwa inazidi kushuka kwa sababu na oversubscription, hiyo inamaanisha nini kwenye uchumi wetu sisi kama nchi? Yani unapoona bond inakuwa na coupon rate ndogo zaidi lakini kunakuwa na oversubscription, inakuwa na maana gani katika uchumi wetu? Asante. Okay, asante Saidi kwa swali lako zuri. Kwanza kabisa, let me address swali lako la kwanza. Bond gani ambayo it would be favorable kwako yeye kuchukua? Cha kwanza kabisa, on which bond to buy or not to buy is completely under the discretion of the buyer. Unaona? Either kama mtu ana prefer kununua bond ambazo ziko in terms of short term, lakini pia kama mtu ana prefer kununua bond ambazo ziko in terms of long term. Unaona? Kama tulivyoona kuhusu hali ya soko ya sasa hivi, hata buying a long dated treasury bond would still look attractive to some investors, lakini some investors wanaweza kuona kwamba buying a long dated treasury bond ambayo inakuwa auctioned kwa huo muda kwa coupon rate ndogo iko unfavorable. Kwa hiyo huyo mtu anaweza labda akaingia kwa secondary market akatafuta a bond of similar characteristics ambazo zina offer a better deal in terms of coupon, lakini pia in terms of yield. Kwa hiyo in terms of what bond to buy or what bond not to buy, I could say it is completely subjective or under the discretion of the investor. Kwa sababu unaweza ukasema kwamba maybe kama nilivyosema hapa, the spread kati ya the risk free ya bond ya miaka 10 versus the bond ya miaka 25 imeweza kuwa negative, meaning kwamba hata bonds ya miaka 10 zina offer a better yield compared to the miaka 25. Labda ukachukua that information out of context afu ukaenda ukanunua bond ya miaka 10 afu ukaona labda mnada unaofuata coupon ikashushwa, watu wako oversubscribe, yield na yenyewe ikashuka. Kwa hiyo all of this is very much dependent on the discretion of the investor. Lakini pia hii hali ambayo tunaona kwenye the primary market, yani kwenye minada, inafungua pia milango kwenye watu kwa watu kuparticipate kwenye secondary market, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wananunua hizi bond kwenye minada alafu wanakuja wanazidispose in the secondary market kwamba hawazishikili to maturity. Na a lot of institutions wanafanya hivyo, especially mabenki, ambao mabenki wananunua hizi bonds kwa ajili ya kushikilia kama collateral kwenye hii mikopo ambayo wanakopeshana wao kwa wao, mabenki, alafu wanakuja wanazidispose au wanaziuse in the secondary market. Kwa hiyo this trend pia ina open opportunities for investors kuingia kwa secondary market ili kuweza kununua bond ambayo iko favorable kwa wao. Lakini pia how does this tell us kuhusu hali ya uchumi? Hali ya uchumi kutokana na, yani gauge hali ya uchumi kutokana na soko la hatifungani is very much difficult, lakini we try our best. It's difficult kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye masoko yaliyoendelea, ukiangalia hata soko la hisa kwa mfano la Marekani, inaweza likaonyesha hali ya uchumi wa Marekani ilivyo kiujumla, kwa sababu kuna participants wengi sana, kwamba almost every household kuna mtu ambaye ana bond, kuna mtu ambaye ana stock. Lakini kwa market yetu ambapo soko letu bado ni dogo, ambapo bado ni developing, participants bado ni wachache, lakini pia alternatives ambazo zipo kwenye soko pia ni chache. Hata kwenye soko la hisa tunaona kwamba kuna sekta nyingi sana ambazo zinafanya kazi kwenye uchumi, ukiona kilimo, agriculture na vitu kama hivyo, and all these other sectors, lakini hatuoni the same representation kwenye soko la hisa. Kwa hiyo kugauge hali ya uchumi
in terms of soko la kifungani au soko la hisa is a very difficult or daunting task. Lakini tunaweza tukasema kwamba kwa sababu the underlying market condition ambazo zipo, inflation bado inaonekana iko very much stable, ukwasi umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na rates ambayo BOT wameitoa imekuwa cut. Kwa hiyo wanataka kufacilitate borrowing costs ziwe ndogo kwa mabenki, lakini pia kwa namna ambavyo mabenki wanataka kutoa mikopo wapunguze ile rate. Inaonyesha kwamba kwanza the central bank wanataka kutengeneza hali ya an expansionary policy, kwamba kuna a lot of money in circulation, lakini pia uchumi ukue kwa kiasi kikubwa, kwa sababu just after the election serikali inaweza ikaingia na policies mpya, policies za expansion, policies labda za infrastructure development. Kwa hiyo this can tell us kwamba the government is very much optimistic in terms of uchumi unavyoendelea. Yes, natumaini nimejibu swali lako. Niliona mkono from Sylvester, sijua kama bado na swali. Kwa mkono from Sylvester. Okay, yes, Sylvester, then Dominic Sanga, then Emma Sabaya. Yes, karibu Sylvester. Okay, naona labda kuna changamoto kwenye mic yake. Karibu Dominic Sanga. Asante Bwana Mathias. Kwanza nashukuru kwa presentation nzuri ya leo ambayo umetuandalia. Mimi kuna siku niliwahi kuuliza, lakini naomba niulize tena ili swali. Kuonekana kwa kushuka hizi coupon rates pamoja na dividend yields itaenda kuimpact kiasi gani kwenye hii mifuko yetu ya uwekezaji wa pamoja kama Timiza na mifuko mingine ya uwekezaji wa pamoja? Asante. Okay, asante Dominic kwa hilo swali. I think kama ulivyosema swali ni swali ambalo umeshawahi kuliuliza, so just to respond to it again ni kwamba mifuko inapokuwa inakuwa structured, kwanza kuna policy ambazo zina govern mfuko, kwamba kuna a certain percentage ambayo inawekezwa kwenye a specific asset class. Kwa hiyo let's say mfuko wa Timiza unawekeza a big percentage kwenye bonds, lakini pia kuna percentage ya mfuko ambao pia inaenda kuwekezwa kwenye shares. Kwa hiyo the essence ya fund manager kuwepo au kufanya kazi yake kwa ufasaha ni kuhakikisha ana allocate hizo resources kwenye sehemu ambazo zitaweza kuleta faida ambayo it is according to the benchmark ambayo imewekwa. However, kwa sababu benchmark ambazo sisi tunazitumia ni benchmark ambazo zinatokana na hizi hatifungani, na kwenye mfuko wa Timiza benchmark yetu ni mfuko wa Timiza benchmark ambayo tumeiweka ni according to yield ya 10-year bond, 10-year government bond, of which by the time ambayo tulikuwa tumeweka ilikuwa around 13.5%. Kwa hiyo unaweza ukasema kunaweza kukawa kuna impact kwamba the fall in yield inaweza ikapelekea pia kwenye fall in returns kwa sababu benchmark yetu ipo according to hiyo return ambayo inatokana na 10-year bond. Lakini kama mfuko ni lazima tuweze kuwa competitive kwenye soko, kuhakikisha kwamba tunamrudishia investor wetu faida ambayo iko competitive na faida ambayo iko juu zaidi. Kwa hiyo with saying that, ni allocation ya asset kwenye hizo different groups inasaidia kuweza kuhakikisha kwamba unajaribu kuprofitalize to the maximum kwenye huo uwekezaji ambao unafanya, ili baada ya cover cost zote, running cost zote za mfuko, bado unaweza kufikia kwenye ile target ambayo ulikuwa umepromise mwekezaji wako. Lakini since hii mfuko iko based na returns ambazo zinatokana na hizi hatifungani au uwekezaji ambao upo,
kunaweza kukawa kuna implication kwamba obviously kama yields zimepungua au coupon zimepungua ikapelekea pia kwenye kushuka kwa hiyo, lakini since mfuko wetu uko very competitive, utaendelea kuwa hivyo competitive na kuhakikisha kwamba tunafikia the target which au the benchmark which tumewekea wawekezaji wetu. Yeah, asante. Obviously kitu ambacho inabidi ujue kwamba kwenye guidelines zetu kuna guidelines ambazo zinaturuhusu kufanya rebalancing kutokana na prevailing market conditions ambazo zinasema. Kwa hiyo kama my colleague alivyosema kwamba this effect might be very minimal or non-existent kwenye collective investment scheme, especially collective investment scheme ya Timiza. Emma Sabaya, karibu kwa swali. Thank you so much, Martin, for a very good presentation. For me, it's my first time to join these meetings. Kwa hiyo swali langu lilikuwa exactly kama huyo kaka aliyepita alivyouliza, lakini I'm not convinced with the answers that have been provided. Kwa sababu for me personally, I'm investing in Timiza Fund. And for the past 2-3 days, I've been checking the interest. Kila siku ninaona inashuka. Just that daily interest that goes into my account. So if you can explain to me a little bit more, kama kuna changes zinafanyika, but when you open the Timiza Fund app, it still shows the same yield percentage ambayo imeandikwa pale. Sasa kama zinashuka, are you informing us kwamba yield zenu zinashuka sasa kutokana na hali ilivyo kwenye soko? Because I also believe you also invest in bonds na bonds zimeshakuwa affected, or you just keep quiet? Because the way I'm seeing the trend, kwa kweli interest inapungua. Hata kama ni 1,000, hata kama ni 1,800, ninaona inapungua. Leo sijaangalia na kama itakuwa imepungua basi na leo itakuwa imezidi kupungua kuliko jana na kuliko juzi. So if you can clarify this na kuiweka wazi zaidi, if you guys can be very transparent on this, I will appreciate. Thank you so much. Thank you, Emma, kwa swali. My colleague Anastasia atajibu hilo swali. Okay. Thank you, Emma, for the question. Kwa hiyo, first of all, labda ningeweza kuelewa what you mean by the falling yield kwenye mfuko wa Timiza, kwa sababu tukiangalia the rate ya mfuko wa Timiza, kwa sababu obviously utakuwa una measure kuongezeka kwa thamani ya mfuko compared to kuongezeka kwa bei ya kipande. Yeah, obviously kwa kuongezeka kwa bei ya kipande. Kwa hiyo tukiangalia kwenye mfuko wa Timiza tarehe 22 Septemba, bei ya kipande ilikuwa 116.037 na bei hii ya kipande imeendelea kuongezeka gradually from time to time, na mpaka kufikia jana bei ya kipande imeweza kuongezeka kuanzia mpaka kufikia 116.185. Kwa hiyo tunaona kwenye upande wa mfuko wa Timiza bado bei ya kipande inazidi kupanda, na bei hii ya kipande inavyozidi kupanda inazidi ku reflect pia kwenye kukua kwa thamani, kwenye kukua kwa thamani ya kiasi ambacho umekiwekeza, lakini pia ina reflect kwenye kukua kwa thamani ya mfuko huu wa Timiza. Yes. Kwa hiyo maybe kama Paul ana chochote cha ku-add hapo, otherwise maybe you could reframe your question. Yes. Okay. Sasa kitu kingine ambacho inabidi ufahamu kuhusu operation ya funds kiujumla, lakini pia operation ya Timiza, kukua kwa thamani ya mfuko, yani net asset value, haitegemei tu kukua au kushuka kwa yields ambazo zipo kwenye soko la kifungani. Cha kwanza kabisa inabidi ufahamu kama Anastasia alivyosema kwamba kuna a certain allocation ambayo tunaweka in different asset classes. Kwa hiyo performance ya soko katika hizo asset classes zinaweza zika affect thamani ya mfuko. Lakini pia kitu kingine ambacho tunafanya kama Timiza Fund, tunafanya buying and selling of these securities. Kwamba tukiingia kwenye soko tukaingia katika bei fulani alafu tukauza katika bei ya juu, hizo capital gain ambazo tunapata pia inachangia katika kukuza thamani ya soko.
Kwa hiyo it's not just the benchmark ya 10 year ambayo tunaangalia or the prevailing falling yields ambazo tunaziona kwenye soko, lakini pia ili kucurb hiyo condition tunafanya kama nilivyosema, tunafanya rebalancing kama tunauza lakini pia tunanunua na kuuza ili kufanya rebalancing kwa portfolio yetu, lakini pia hizo capital gain zina facilitate kukua kwa thamani ya mfuko wetu. So I'm not sure katika metric gani ambayo ulikuwa umeangalia ambayo ilionyesha kwamba return or yield ya Nadhani umenijibu. Nadhani wewe umenijibu. I think you have clarified better than the first lady ambaye amerespond, kwa sababu umesema kwamba mkiwa mna hiyo reinvest kuna hizo capital gains ambazo zinatokea alafu mnafanya rebalancing. Maybe that is when naona kama kuna kama increment inakuwa imetokea zaidi kwenye mfuko. For example, for me, I'll just give you an example and maybe you will tell me if I'm doing it wrongly and maybe that's not the right way to do it. For example, I've invested 50 million. Pale juu ninaona mmeandika 13.5. Is that the interest that I'm expecting to get per year ya 13.5 kwa mwaka mzima, kwa maana miezi 12? If yes, I will take the 50 million, I'll multiply by 13.5, I'll get the interest that I'm supposed to get kwa mwaka mzima wa miezi 12. I'll divide it kwa mwezi, I'll divide it kwa siku. Sasa kuna siku nikiangalia naona kama napata 19,000. Kuna siku ukiingia unakuta 17,000. Nasema mbona jana ilikuwa 19 increment, mbona leo ni 13? That's why nauliza kwa nini huwa zina vary. Lakini nadhani ulivyojibu mimi nimekuelewa, kwa sababu kama mnafanya reinvestment katika sehemu mbalimbali na mnapata gains and then you distribute those gains to the investors, maybe that is when pale ambapo tunaona kama nani zinakuwa zinaongezeka and maybe the following days zinazofuata kunakuwa hamna reinvestment. Okay, Emma, just to clarify ni kwamba unajua ukiwa unafanya investment leo, the returns might actually be different from tomorrow, from the other day, from the other day. Kwa hiyo when we say kwamba mfuko wa Timiza una offer 13.5%, that does not mean kwamba every single day it is a fixed amount of percent that mfuko unatakiwa kukupa. Lakini what we are assuring our clients is that in the course of 12 months and in the course of 1 year, mfuko utaweza kuprovide up to 13.5% or more than that. Lakini hiyo of course unaweza ukafanya theoretically ukadivide kama ulivyofanya ili kupata tu ile perspective kwamba this is what I'm expecting to get each day. Lakini it might not be 100% accurate kwa sababu kuna siku nyingine the percentage might be higher than another day. Lakini just to clear the misunderstanding ni kwamba bei ya mfuko wa Timiza, even tukiangalia tu kwa ripoti ambayo imetoka kwa last week kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 26, bei ya kipande imeendelea kuongezeka, lakini sasa bei ya kipande inavyoongezeka siku baada ya siku inaweza isiwe the same. Leo inaweza kuongezeka kwa a certain percent, another day inaweza ikaongezeka kwa another percent. This is just because of the clear reasons. The market is volatile. Trade ambayo umeweza kufanya leo inaweza ikawa different from the trade ambayo umeweza kufanya kesho. Bond prices zinabadilika from time to time. Share prices, equity prices pia zinabadilika from time to time. Leo watu ambao wametoa hela kutoka kwenye mfuko wa Timiza inaweza ikawa tofauti na kesho. Kwa market behaviors zinakuwa zinabadilika. Lakini what we assure our client is that in the course of 12 months, which is 1 year, mwekezaji wetu ataweza kupata 13.5%, which tumeweza kufanya hivyo kwa the first year, and tutaendelea kuhakikisha kwamba mfuko wetu unafikia the 13.5% on. Okay, lakini pia kitu kingine, if I can just add na clarify, kwa sababu niliona kama labda kuna misunderstanding. Hiyo 13.5% ni return on the capital. Kwamba kama umewekeza kiasi fulani cha pesa, by the end of the year or per annum, we assure you kwamba in the period of 12 months, hiko kiasi cha fedha or that capital will grow by 13.5%. Na ndo maana
ukifungua account ya Timiza kupitia Zaninvest, kuna 2 avenues ambazo unakuwa umepewa kama options, either upate an income distribution plan or a reinvestment plan. Lakini the 13.5% bado ipo in terms of kukuza mtaji. Ikiwa kwamba the return ya mfuko imevuka the benchmark of 13.5, ndo hapo sasa tunapo toa the option of income distribution kwa wawekezaji ambao wameweka option ya income distribution kwenye Timiza. But the 13.5% is not interest payment, it is the capital gain or return on capital ambao unapata at the end of the year. I think hiyo imekuwa very much clarified, and yes, doubt zote zimeshapotea. Sasa yes, okay. Sasa kwa huu muda ulioko sasa hivi tunaona kama muda umetutupa mkono, na tungependa kufunga presentation yetu kwa siku ya leo. For more clarifications, kama una swali, kama una kama una swali au kama una any concerns kuhusu Timiza Fund, lakini pia kama una swali kuhusu just the market, au kama unataka kuwekeza kupitia sisi au kutujua zaidi, unaweza ukapiga simu au ukatuma message kupitia hii namba 0756 111 ukatuma a message through WhatsApp, or you can call it. Alafu pia kwenye group zetu za WhatsApp ambazo tunatuma market updates na market news mbalimbali ambazo zinatufanya tuwe more informed. Unaweza ukatuma message pia kwenye hii namba, tutakutumia link ili uweze kuwa added